Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya kwa wizara yetu ya afya. Awali yoyote napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kuwekeza kwa kiasi kubwa fedha nyingi kwenye sekta hii ya afya na ambayo imeleta tija kubwa sana kwa wananchi wetu. Lakini kupongeze mtani wangu, dada yangu, Mheshimiwa Jenista Mhagama, kwa kweli wewe ni mchapakazi. Nakumbuka tangu ukiwa wizara ya ofisi ya Waziri Mkuu ulifanya kazi kubwa sana, na hasa wakati ule tukiwa na kadhia kubwa ya mafuriko na mvua za El Nino kule Kilwa, ulitusaidia sana kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Lakini umefika huku ni vile vile umefanya kazi kubwa sana, na nakumbuka kama zaidi ya mara mbili wananchi wangu walikwama kutoa maiti zao pale Muhimbili. Uliweza kutoa ushirikiano mkubwa na tatizo lile lilitatuliwa. Tuliweza kuchukua miili ya ndugu zetu tukaweza kwenda kuzika kwa wakati. Na kupongeza sana na kushukuru sana. Uendelee na moyo huo huo, na ni imani yangu wananchi wa Peramiho wanaliona hilo, watakupa kura zote za ndio ili upate miaka mingine 5. Lakini pia nikupongeze naibu waziri Mheshimiwa Molel. Tulishirikiana vizuri kuwaleta madaktari bingwa wa lile kundi la madaktari wa Mama Samia, na kwa kweli kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi katika hospitali ya Kipatimu iliyopo jimboni kwangu walifanya kazi kubwa sana na ya kuwasaidia wananchi wetu. Huduma ile ni huduma zilizotolewa zilikuwa hazipatikani pale, lakini kwa kushirikiana na madaktari wa pale na wa wilaya yetu ya Kilwa na mkoa wa Lindi, kazi ilifanyika nzuri na watu walifurahi sana. Mimi ni pamoja na juhudi kubwa zilizofanywa na katika kutatua changamoto mbalimbali za sekta hii na kufanya ufanisi uongezeke na tija kubwa ipatikane katika sekta ya afya, nilikuwa naomba nishauri mambo yafuatayo. Kumekuwa na vifaa, shida kidogo kwenye vifaa vile vya vikubwa vya kitaalamu kama MRI na CT scan. Bado kuna changamoto. Kwa mfano hizi MRI zimekuwa zikitolewa mpaka katika level ya kanda. Nilikuwa nafikiri kuna umuhimu mkubwa wa hivi vifaa vya MRI kuweza kupelekwa katika hospitali hadi za mikoa, kwa sababu leo wananchi wengi wa vijijini kwetu wanasumbuka sana kuweza kufuata huduma hizi katika hospitali kubwa zilizopo jijini Dar es Salaam, Benjamin Mkapa hapa na hospitali nyingine kubwa. Kuna hospitali nyingi kwa mfano za mikoa hizo hakuna hivyo vifaa. Kwa nilikuwa naomba serikali iangalie hilo jambo, ikiwezekana hospitali za mikoa watu wapate nafuu ya kufika kule kupata huduma kubwa kama hizo, ili hatimaye waweze kutatuliwa changamoto zao za maradhi. Lakini CT scan pia nilikuwa naomba zipelekwe mpaka wilayani ili tuwe na uhakika wa kuwatibu wananchi wetu kwa kutumia hii mitambo ya CT scan. Lakini pia kumekuwa na changamoto kubwa ya ugonjwa wa figo, na wagonjwa wengi wamelazimika kufuata mashine za dialysis katika hospitali kubwa, na matokeo yake wengi wamekuwa either wanashindwa au wanazifikia kwa kuchelewa sana au katika mazingira magumu sana, kwa sababu zipo katika hospitali kubwa tu. Lakini tukumbuke kwamba ugonjwa wa figo sasa hivi umekuwa ugonjwa ni mkubwa mno kuliko ilivyowahi kutokea huko siku za nyuma. Na kwa maana hiyo nilikuwa na shauri serikali ipeleke mashine za kupima dialysis mpaka katika hospitali za mkoa na wilaya, ili wananchi wetu wasisumbuke kwenda mbali. Leo mtu anatoka na Ndete huko Kilwa anakwenda mpaka Dar es Salaam Muhimbili au Mloganzira kufuata huduma hii. Kwa kweli inakuwa ni shida, lakini pia kumekuwa na gharama kubwa sana ya kutibu ugonjwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali tutengeneze program kama ilivyokuwa kwa wagonjwa wa kifua kikuu, kama ilivyokuwa kwa wagonjwa wa saratani ambao wanapata huduma hii bure, na huduma hii ya kutibu ugonjwa wa figo pia itolewe bure. Na katika eneo hili nilikuwa na washauri serikali tutafute chanzo cha mapato kwa ajili ya kusubsidize hii huduma ya tiba ya figo. Lakini pia nikiendelea kwa kuchangia,
niende kwenye NHIF na vifurushi vyake. Nafahamu kwamba kuna vifurushi takriban vitano. Kuna kifurushi cha Tarangire ambacho kinaanzia shilingi 168,000, Ngorongoro 240,000, lakini kuna cha Mikumi kinaanzia 432,000, kuna cha Serengeti kinaanzia 660,000, lakini kipo cha Tanzanite ambacho hiki kinapeleka hadi wagonjwa nje ya nchi ambacho kinaanzia shilingi 1,500,000 mpaka 11,93,000. Kimsingi kwanza nishukuru na kuipongeza serikali, wameweza kupunguza viwango vya kuanzia vya chini kabisa vya hivi vifurushi vya bima ya afya. Nakumbuka kabla ya mwezi Mei mwaka huu, hiki kifurushi ambacho tunalipia 168,000 kilikuwa kinatolewa kwa shilingi 192,000. Hiki cha Tarangire. Lakini kile cha chini kabisa cha Ngorongoro kilikuwa kinatolewa shilingi 360,000. Leo kinatolewa kwa shilingi 240,000. Tunashukuru serikali imepunguza, lakini nafikiri bado tunao wananchi ambao hawawezi kumudu hizi gharama. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuangalie uwezo wa watu pia. Ikiwezekana tupunguze hadi kiwango cha chini kabisa. Chini ya hapo ili wananchi wetu waweze kunufaika na hizi huduma ambazo zinatolewa kwenye hivi vifurushi. Lakini pili, nilikuwa naomba kwa wazee tusifike mahali wazee wakatuona kama vile wao kundi lao ni kama kundi ambalo limepata laana, au kama kundi ambalo limepata balaa, au kama vile hatuwatakitaki, kwa sababu viwango vinakwenda kwa mujibu wa umri. Kadri umri unavyopanda na viwango vinapanda. Kwa wazee wanatibiwa kwa gharama kubwa sana. Kwa nilifikiri katika eneo hili serikali pia iangalie ile programu ambayo inakwenda kwenye dialysis, pia waiangalie kwenye bima ya afya. Ikiwezekana huu mfuko huo unapewa subsidy kutokana na chanzo fulani ambacho takibuni, ili kuweza kuwasaidia wazee, ili hao wazee ambao wamelitumikia taifa hili kwa miaka mingi na wamezalisha sana, wakulima, wafanyakazi na wengine, nao waweze kunufaika au kuishi vizuri katika uzee wao. Tutakuwa tumewasaidia sana wazee wetu. Lakini pia nilikuwa naomba, hii taasisi yetu ya NHIF imekopesha maeneo mengi sana kwa ajili ya kuimarisha miundombinu. Nakumbuka kule Moi waliokopeshwa, kule hapa Benjamin Mkapa waliokopeshwa na taasisi ya NHIF zaidi ya bilioni 200. Kuna iomba serikali ihimize taasisi ambazo zimekopa hizo zaidi ya bilioni 200 waweze kurejesha hiyo mikopo, ili taasisi yetu iweze kuwa himilivu, iweze kuwa endelevu, isifilisike, iweze kutoa huduma bora kwa wananchi wetu wa Tanzania. Lakini la mwisho kabisa ni swala la matumizi ya tehama. Serikali imefanya kazi kubwa ya kuboresha tehama, huduma ya tehama kwa kushirikiana na wadau wetu. Hii huduma ni nzuri sana. Imeboresha kwanza kazi za madaktari wetu, manesi wetu na watumishi wengine katika kada hii ya afya. Nilikuwa nafikiri umairishaji wa huduma ya tehama uendelee, ili kuhakikisha kwamba huduma hii inaendelea kuboreshwa ya afya, lakini pia tutadhibiti wizi na ubadhirifu wa fedha kwenye mapato. Kwa naomba sana wizara yetu na serikali yetu itilie mkazo kwenye matumizi ya tehama. Lakini pia kwenye NHIF ningeomba tuendelee kuboresha huduma ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwenye hospitali zetu, kwa sababu kuna maeneo kama alivyozungumza Mheshimiwa Senga, kuna maeneo unakwenda unaambiwa dawa ukachukua eneo lingine, ukienda kule unaambiwa dawa hazijafika au kuna upungufu, hazipo, zingine unapata, zingine unalazimika kwenda kununua kwa sababu ya hali ambayo unayo ya maradhi. Basi nilikuwa naomba yote haya yaimarishwe ili kuhakikisha kwamba huduma ya afya inasonga mbele na inaendelea kuboreshwa zaidi. Baada ya kusema hayo, nasema naishukuru na kuipongeza serikali kwa huduma bora ya afya inayoendelea kuimarisha, na naunga mkono hoja. Asante sana.